Ni maafa ambayo yamewaacha wakazi wa Bondo na huzuni mwingi, wasijue la kufanya. Mvua iliyoanza kama manyunyu ilibadilika na kuwa mvua ya gharika iliyosababisha maafa haya. Magari yaliyokuwa barabarani pamoja na pikipiki za bodaboda zilisombwa na mafuriko haya. Wakati tulikuwa tunavuka tulishikana watu karibu 20 hivi ili maji isitupeleke. Tukavuka tukaenda pande ile. Na magari zilijaa hapa. Na hiyo lori ikakwama hapo. Bwawa hili la Ochot katika eneo hili la Miruka lilifurika na kuvunja kingo zake, hali ambayo imetatiza uchukuzi pakubwa, huku mimea mashambani vile ikisombwa. Mbunge wa eneo hili Daktari Gideon Ochanda na naibu kamishona wa kaunti hii wakitahadharisha wenyeji kuhusu hali hii. So I want to caution particularly border people that are going towards Barkawin through the slaughter road to take precautions. If it rains while you are in Bondo, please stay until the water subsides. We want to appeal to the government to knock the emergency kitties to see exactly where this crisis can be helped. Hadi tukienda hewani, tayari miili mitatu ilikuwa imeopolewa na kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya Bondo. Mudasia Mohambe, Nipashe Wikendi.